Sisi watu wa dini ni lazima tuingie kwenye siasa ili kuwaletea watu nafuu, kwa sababu sisi watu wa dini tunaongozwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuwa na huruma na raia kuliko watu wengine ambao hawaijui dini. Msichanganye dini na siasa. Angalia viongozi hawa tunaoletewa mizigo hii. Kiongozi wa namna hii ni mzigo. Wewe unawezaje kuitenga dini na siasa? Unapowaambia watu kwamba msichanganye dini na siasa unamaanisha nini? Kwa sababu ukimwambia mtu msichanganye dini na siasa, usimame uelezee dini ni nini na siasa ni nini, nchi yetu hii unamaanisha nini? Kwa sababu hii nchi watu waelewe, sio nchi ya kidini. Hii nchi ni nchi ya watu wote. Ndio maana ina katiba inayojitegemea. Katiba yake sio Biblia wala sio Qurani. Ina katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaposema kwamba msichanganye dini na siasa, na wewe ni kiongozi, haoni kama wewe ni mzigo? Sisi viongozi wa dini tunaenda sokoni kununua vyakula, hatuendaje? Bei ya vyakula inapangwa na nani? Si wanasiasa ndio wanapanga bei ya vyakula? Bei ya mafuta inapangwa na nani? Si wanasiasa ndio wanapanga bei ya mafuta? Bei ya usafiri wa mabasi, usafiri wa treni, usafiri wa ndege inapangwa na watu gani? Si wanasiasa? Wewe unaposema kwamba msichanganye dini na siasa, si unaona unataka kutupotosha? Sisi watu wa dini ni lazima tuingie kwenye siasa ili kuwaletea watu nafuu, kwa sababu sisi watu wa dini tunaongozwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuwa na huruma na raia kuliko watu wengine ambao hawaijui dini. Sasa amedanganywa na huyu mgombea wao wa CCM jimbo la Kigoma mjini, amewaita baadhi ya viongozi, anawaambia naomba msichanganye dini na siasa. Kwa sababu gani? Hawa viongozi ameona ni viongozi wanaojitambua. Kuna mlengo ambao wanaofikiria kwamba hawawezi kumchagua huyu kiongozi kwa sababu sifa za tabia hana, lakini pia sifa za elimu hana, amekuwa kama mzigo tu. Sasa viongozi kama hawa ndio wanatufelisha mkoani Kigoma.